Karibu katika channel yetu ya Royal Polyclinic. Leo niko mtaani kuzungumza na jamii, wanafahamu vipi swala zima la afya lishe. Nataka nisikie maoni yao. Jamii wanalipi la kusema kuhusiana na swala zima la afya lishe. Naitwa Chinoso. Twende tukaongea na jamii. Kaka, mambo vipi? Fresh na wajibu. Safi, mzima kabisa. Kama kawaida. Biashara zinaendelea? Mungu anasaidia. Naona umepaki chombo hapa, ina maana unasikiliza tena wateja wengine. Sawa. Hebu tuambie, ni vyakula gani ambavyo upendelea sana kuvitumia katika siku yako? Vyakula ni ugali. Kama asubuhi ni chai kama na maandazi. Tuanze na asubuhi. Upendelea kutumia vyakula gani? Maandazi na maharage. Kwa asubuhi napendelea sana kupiga vitu vya chapati nini na supu. Ila kwa mchana napenda sana wali. Na usiku mimi nakuwa sio mlaji sana, nikipiga zangu kitu cha chai tu na mikate nini au viazi fresh. Mchana ugali. Usiku Wali na nini? Wali na samaki. Tukianza asubuhi napenda kutumia chai ya maziwa na mkate. Mchana ugali, mboga za majani, samaki. Usiku napenda kutumia wali nyama. Hebu tuambie, unahisi vyakula ambavyo unavitumia vina faida kiafya? Kwa vyakula ninavyotumia sio kivile, lakini kiasi vina faida, lakini sio kwamba ndio vyenye uhakika kabisa ni wa kiafya. Ndio, vina faida. Hasa tuseme katika hivi mboga za majani zinasaidia kiafya mbalimbali kama kuongeza damu na vitu vingine. Huwa unatumia mboga za majani katika siku yako? Ndio. Unatumia mara kwa mara? Baadhi vinaleta afya, kuna baadhi havileti afya. Kama chapati. Na maharage yenyewe tunakula wanatuwekea mafuta ya kula. Kidogo inatuathiri kwenye mafuta. Ulaji wa sukari kupita kiasi na mafuta kwa wingi yanaweza kuathiri vipi afya yako? Ulaji wa vyakula vya sukari na vyakula vya mafuta kwa asilimia kubwa vina athari katika mwili, kwa sababu mafuta nayo yakizidi mwilini na kwa mtihani unapatikana na magonjwa ambayo mengi tu hayo. Na kama vitu vya sukari navyo vile vikizidi sana mwilini nayo inakuwa mtihani vile. Kwa hiyo yote hayo yana madhara yakizidi katika mwili. Kwa upande wa mafuta, labda kwenye moyo hivi unaweza ukaathiri, na sukari pia inaweza ikaathiri sehemu mbalimbali za mwili. Ina athari kubwa. Sema ndio hivyo, navitumia nifanyie na mazoea. Kishazoea kutumia, yani lazima nikila maharage nichanganye na sukari hivyo. Unaweza kutuambia au kututajia magonjwa matatu ambayo yanasababishwa na ulaji wa mafuta na sukari kwa wingi? Hata kwa ukisia. Magonjwa ya mafuta labda pressure, mshtuko wa moyo, sukari. Labda ningelieleza la mafuta kidogo nitakuwa nalielewa. Wanasema ni kuwa na mafuta mengi katika mwili linasababisha na kutembea ni damu, yani wanasema kwamba damu inakuwa inazunguka kwa shida. Kwa hiyo mtu anakuwa anasababishwa na ugonjwa kama ya mapresha yale na magonjwa mengine. Mimi nafahamu kwenye upande wa sukari, ugonjwa mmoja wanaita kisukari. Huo ndo haufai. Sema sisi vijana tuelewe, tunapenda sukari, tunakunywa soda, sukari kibao. Hatutaki hata kunywa vile vinywaji vilivyokuwa wenyewe wanasema visoko wana sukari. Tunapendelea sana vyenye sukari vijana. Hivyo. Bwana, nashukuru sana kaka. Sawa bro. Tumetoka kusikiza jamii. Wametoa maoni yao namna gani jinsi wanavyofahamu afya lishe. Nadhani sasa ni wakati sahihi kabisa wa kwenda kwenye kituo chetu cha afya Royal Polyclinic, kwenda kuongea na daktari wetu atupe maelezo ya kina kabisa kuhusiana na afya lishe. Naitwa Chinoso. Twende tukaongea na daktari wetu.
Unajua kwamba chakula unachokula leo kinaamua afya yako ya kesho? Watu wengi wanakula vyakula vitamu bila kuangalia kama vinaweza kuwa na madhara makubwa kwenye afya zao. Chipsi, soda, vyakula vya kukaanga, lakini pia vyakula vya kusindika viwandani vina ladha nzuri, lakini vina madhara makubwa kama vitakuwa vinatumika mara kwa mara na kwa muda mrefu. Lakini suluhisho ni rahisi: kula lishe bora kama vile matunda na mboga mboga. Matunda na mboga mboga zina fiber ambazo husaidia katika mmeng'enyo wa chakula, lakini zina vitamins ambazo huongeza kinga ya mwili. Lakini pia kunywa maji ya kutosha, yenyewe husaidia kuimarisha mwili, lakini pia kuondoa sumu. Protini ni muhimu kwa ajili ya kujenga na kurekebisha tishu za mwili, ikiwemo pamoja na misuli, ngozi na viungo, lakini pia huboresha afya ya mifupa na kuimarisha kinga mwili. Na vyakula vya protini ni kama mayai, maharage, samaki pamoja na karanga. Epuka matumizi ya vyakula vyenye mafuta mengi. Utumiaji wa vyakula vyenye mafuta mengi, hasa yale yaliyojaa au saturated fats na yale ya viwandani au trans fats, husababisha matatizo makubwa katika mwili wa binadamu, ikiwemo matatizo ya moyo na kiharusi, matatizo ya homoni na uzazi, ini la mafuta, lakini pia shinikizo la juu la damu pamoja na kuziba kwa mishipa ya damu. Ukila vyakula vyenye afya kuna faida nyingi kama vile mwili kuwa na nguvu, afya ya misuli na mifupa kuimarika, kinga ya mwili kuongezeka, ngozi kuwa nzuri, lakini pia kupunguza uwezekano wa kupata magonjwa mbalimbali. Kumbuka, afya yako inaanza na kile unachokula. Badilisha tabia leo, uishi maisha bora kesho. Na imani tumejifunza vitu vingi sana kuhusiana na afya lishe. Mwisho kipindi cha leo ndio mwanzo wa kipindi kijacho. Usisahau kucomment, kulike, kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele kwenye channel yetu ya Royal Polyclinic. Naitwa Chinonso. See you next time. Bye bye.